Kutokana na kuenea kwa uvumi na hadithi mbalimbali katika mitandao ya kijamii duniani kote juu ya kushuka kwa hisa ya bilionea wa huko nchini Marekani Elon Musk, huku takwimu mbalimbali zilizopigwa na wataalam wa masuala ya kiuchumi zikifafanua na kuthibitisha ukweli wa jambo hilo. Hatimaye mmiliki wa kampuni hiyo Elon Musk amethibitisha kushuka kwa mauzo ya Tesla, ambapo kumempelekea Rais Donald Trump kumtetea tajiri huyo wa teknolojia na kusema kuwa atanunua Tesla kumsaidia Musk ambaye anaongoza kikosi cha idara ya ufanisi Marekani baada ya mauzo ya hisa kushuka katika kampuni lake. Naye Rais Trump alionekana akipanda gari aina ya Tesla nje ya ikulu ya White House mnamo siku ya Jumanne alasiri na kusema kuwa atanunua gari moja mpya kabisa la umeme la kutoka kwenye kampuni hiyo ya Tesla kwa bei kamili. Katika onyesho la kumuunga mkono bilionea na mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo iliyopo nchini Marekani, bwana Elon Musk, baada ya bei ya hisa ya kampuni hiyo kushuka katika moja ya mauzo mabaya zaidi kutokea siku moja katika historia ya kampuni hiyo, huku akiendelea kukabiliwa na changamoto za kisheria na ukosoaji, ikiwa ni pamoja na kuripotiwa mara kadhaa na kuwekewa vikwazo kutoka kwa wajumbe wa baraza la mawaziri la Trump kutokana na biashara zake. Hata hivyo, Trump aliwakosoa na demokrasia na baadhi ya wafanyakazi wa kampuni hiyo kwa kujaribu kufanya maandamano na kuisusia kampuni ya Tesla kinyume cha sheria na kwa njama ili kusudi kushambulia na kumdhuru Elon na kila kitu anachosimamia, huku akimsifu Elon Musk kama mwenye mapenzi ya kweli na nchi yake, yani mzalendo aliyekunywa maji ya bendera ya Marekani, na kuongeza kuwa Musk amekuwa mstari wa mbele katika kusaidia na kulipeleka taifa hilo mbele na mchango wake mkubwa unaonekana nchini humo. Chapisho lake linasomeka kama ifuatavyo: To Republicans, Conservatives and all great Americans, Elon Musk is putting it on the line in order to help our nation, and he is doing a fantastic job. But the radical left lunatics, as they often do, are trying to illegally and collusively boycott Tesla, one of the world's great automakers and Elon's baby, in order to attack and do harm to Elon and everything he stands for. They tried to do it to me at the 2024 presidential ballot box, but how did that work out? In an event, I'm going to buy a brand new Tesla tomorrow morning as a show of confidence and support for Elon Musk, a true great American. Why should he be punished for putting his tremendous skills to work in order to help make America great again? Akimaanisha kwamba kwa wanademokrasia, wanautamaduni na Waamerika wote wakuu, Elon Musk anaiweka kampuni yake kwenye mstari wa mbele ili kusaidia taifa letu na anafanya kazi kubwa. Lakini wapinzani, kama wanavyofanya mara nyingi, wanajaribu kuisusia kinyume cha sheria na kwa njama kampuni ya Tesla, mmoja wa watengenezaji magari wakubwa wa ulimwenguni, ili kushambulia na kumdhuru Elon na kila kitu anachosimamia. Walijaribu kunifanyia hivyo kwenye sanduku la kura ya urais la mwaka 2024, lakini lilifanikiwaje? Kwa vyovyote vile, nitanunua Tesla mpya kesho asubuhi kama onyesho la kujiamini na kumuunga mkono Elon Musk, Marekani thabiti. Kwa nini aadhibiwe kwa kuweka ujuzi wake mkubwa kufanya kazi ili kusaidia kuifanya Marekani kuu tena? Mwisho wa kumnukuu. Kufuatia chapisho hilo, Musk alimshukuru Trump katika chapisho kwenye kurasa wake wa X akiandika, asante rais @RealDonaldTrump. Waswahili husema tenda wema nenda zako, na ukiwa nacho huwezi jua thamani yake, huenda mpaka kitoweke ndipo utafahamu kuwa kilikuwa na umuhimu. Hiyo kwa Trump imekuwa tofauti. Licha ya kuwa watu kuisusia kampuni ya Tesla, lakini Rais Trump anafahamu umuhimu wa bilionea huyo katika uchumi wa Marekani. Na niseme tu kwamba, na nina imani mtazamaji na mfuatiliaji wa Yuhoma Media utaniunga mkono, kuwa endapo Elon Musk akiondoka Marekani, kwa asilimia kadhaa uchumi wa nchi hiyo utashuka. Mimi niseme tu, Musk wakikusumbua Marekani, njoo Tanzania tutakupokea. Hata hivyo, Trump alitazama magari matano ya Tesla, ikiwa ni pamoja na Cybertruck mnamo siku ya Jumanne,
na kupanda kwenye kiti cha dereva kuona ndani, huku akilisifu gari hilo na kusema kuwa ni zuri na kompyuta na kila kitu katika gari hiyo. Pia Donald Trump alisema kuwa atanunua moja kuwa nayo katika ikulu ya White House ili wafanyakazi wake watumie, na kutoboa siri ya kwamba yeye anapenda kuendesha magari lakini haruhusiwi, akimaanisha sera iliyoripotiwa ya huduma ya siri ya kwamba marais wa zamani na wa sasa hawawezi kuendesha gari kwenye barabara za umma. Alipoulizwa na baadhi ya waandishi wa habari kuhusu ghasia dhidi ya wafanyabiashara wa Tesla na kama watu hao wangefaa kupachikwa jina la magaidi wa nyumbani, Trump alisema, "Nitawazuia kwani wanadhuru kampuni kubwa ya Marekani," mwisho wa kumnukuu. Kulingana na chombo cha habari cha Marekani CNBC, mnamo siku ya Jumatatu Machi 10, kikitoa ripoti za hisa za Tesla kushuka kwa kasi zaidi kwa takribani ya karibu miaka 5 na kusema kwamba hisa ilikuwa imeshuka kila wiki tangu Musk achukue jukumu lake la kufanya kazi na serikali ya Marekani. Nalo gazeti la Fox Business lilitoa ripoti kuwa kutokana na kikao cha biashara cha Jumatatu kiliashiria kupungua kwa asilimia kubwa zaidi ya siku moja ya Tesla tangu mnamo mwaka 2020 baada ya kushuka kwa asilimia 15.4, huku mnamo Septemba 2020 ilishuka zaidi ya asilimia 20 kwa siku. Gazeti hilo lilisema kuwa hisa ya Tesla imepungua zaidi ya asilimia 36.6 katika mwezi uliopita, na kuongeza kuwa ilifikia mtaji wake mkubwa zaidi wa soko la dola za Kimarekani trilioni 1.5 mnamo Disemba 17, na hisa yake kushuka kwa zaidi ya nusu hadi soko jipya la dola za Kimarekani bilioni 696 kufikia siku ya Jumatatu. Wakati akitoa maoni juu ya chapisho kuhusu kushuka kwa hisa kwenye ukurasa wake wa X, Musk alisisitiza kuwa kampuni yake itakuwa sawa na haitochukua muda mrefu itarudi kwenye ubora wake kama ilivyo ada. Pia aliwashukuru mashabiki kwa kumuunga mkono kwa kushiriki chapisho kuhusu mtu aliyechukua Tesla Cybertruck, akiandika kwenye ukurasa wake wa X kwamba shukrani za dhati kwa kila mtu anayemunga mkono Tesla licha ya mashambulizi mengi dhidi ya maduka na ofisi zetu. Kulingana na shirika la utangazaji la BBC, kampuni ya Tesla imekuwa ikikabiliwa na maandamano katika vyumba vya maonyesho na vituo vya malipo kwenye majimbo mengi, ikiwa ni pamoja na Colorado na Massachusetts hivi karibuni. Pia kumekuwa na maneno ya uvumi katika Tesla Cybertrucks ili kuharibiwa brandi. Tufahamu kuwa Musk alichaguliwa na Trump mnamo Novemba mwaka jana kuongoza kikosi kazi kipya cha serikali cha kupunguza gharama cha DOGE, na mtaalamu huyo wa teknolojia amekuwa akifanya kazi nje ya ofisi katika jengo la ofisi ya rais wa 34 wa Marekani Eisenhower, ambaye alipanga na kusimamia kampeni mbili muhimu zaidi za kijeshi za vita vya pili vya dunia. Kutokana na vikwazo na kuisusia kampuni ya Tesla vinaweza kuwa na madhara makubwa ya uchumi wa kampuni hiyo, ikiwa idadi kubwa ya wateja au watumiaji watakataa kununua bidhaa za Tesla. Hii inaweza kusababisha kupungua kwa mauzo na hivyo kudorora kwa tathmini ya kampuni hiyo kwenye soko la hisa. Kwa upande wake, Musk ameonyesha kuwa kampuni yake ina nguvu ya kushinda changamoto zinazoendelea na inashikilia msimamo wake wa kubaki na maadili ya uvumbuzi wa teknolojia. Na mpaka kufikia hapo jana, mtazamaji, Rais Donald Trump tayari kashatimiza ahadi yake ya kununua gari kutoka kwenye kampuni ya Tesla inayomilikiwa na Elon Musk. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.